Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji wa Jesus TV, tunayefuraha mara tena tukukaribisha katika jina la Yesu Kristo kwenye kipindi hiki mwongozo wa kujifunza Biblia, lesoni ya shule ya Sabato. Robo hii ni ya pili mwaka 2025, inatufunza jinsi ya kuelewa nabii wa Biblia, na somo la juma hii ni somo la 8 ambalo linazungumzia kuhusu katika Zaburi sehemu ya kwanza. Katika Zaburi sehemu ya kwanza, tuwe na ombi kabla tujaingia kwa undani wa somo. Baba mtukufu, asante kwa somo hili. Tunataka kujifunza zaidi kuhusu wewe kupitia kitabu hiki cha Zaburi. Fungua akili zetu katika jina la Yesu Kristo, amina. Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji, leo ni Ijumaa na tutakuja kwenye kusoma na kujifunza zaidi. Na hivi leo natoa tu kifupi ya somo na kuuliza maswali fulani. Ikiwa tulikuwa pamoja na wewe katika somo majifunzo haya, utaweka jibu kwenye comment. Na kama ulikuwa na swali mahali ulipo, unaweza kuweka pia kwenye comment ili baadaye kesho, pengine katika somo la kesho, tuweze kujibia. Fungu la kariri la juma hii ni kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 14 mstari wa kwanza. Inasema, kisha nikaona na tazama mwana kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 pamoja naye, wenye jina la baba yake limeandikwa katika vipaji vya nyuso zao. Hiyo ndio fungu la kukariri. Lakini tuelewa kwamba zaidi ya kazi yake kama wimbo wa kutumiwa katika ibada ya umma na ya kibinafsi, kitabu cha Zaburi ni kitabu pia cha unabii. Sio tu kilikuwa kitabu ambacho kinajaa nyimbo ambazo walikuwa naimba wakati wa ibada tu, lakini pia kina Zaburi nyingi zinazungumzia unabii, zinazungumzia mpango pia wa wokovu. Kitabu cha unabii kilichoandikwa na manabii kulingana na Matendo ya Mitume 2:33-31. Kwa hivyo waandishi wa Agano Jipya walitumia Zaburi kama maandishi ya kinabii kuonyesha kwamba Yesu alikuwa ni Masihi. Kwa mfano kwenye Matendo ya Mitume 13:33 na Waebrania 1:8 hivi. Lakini Zaburi sio tu kwa unabii juu ya huduma ya Yesu duniani, lakini ni tajiri pia katika mada mbalimbali zinazohusiana na historia ya ukombozi. Ndio maana tunaposoma kitabu hiki cha Zaburi, tuliposoma hiyo Zaburi ya 122, hapo tukaona patakatifu pa mbinguni, na tukaona kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani wetu ambaye tunapofanya dhambi tunaomba msamaha, na yeye kama kuhani mkuu anapokea ombi letu, na tena yeye kama kafara tunapata wokovu na msamaha kupitia damu yake. Tulizungumzia pia kwenye Zaburi 15:14 mlima mtakatifu. Tunaona hapo ya kwamba inatoa tofauti kati ya wale watakaoingia patakatifu na wale ambao hawataingia. Watakaoingia ni wale wacha Mungu, wale ambao wamekubali Yesu Kristo kuwaongoza mahali pote, wanaenda na Masihi mahali pote, na hawafiki patakatifu ama Sayuni kwa nguvu yao ama kwa uaminifu wao. Ni kwa sababu ya damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo tutakapoenda mbinguni sio kwa nguvu ama juhudi ambayo tuliyofanya, lakini ni kwa sababu tutakuwa tulimpokea Yesu Kristo kwa Bwana na mkombozi wa maisha yetu. Tulizungumzia pia kwenye Zaburi ya 119, tulizungumzia hapo jina la Mungu, na tukaona kwamba ni tabia ya Mungu. Mungu alipoonyesha utukufu wake, alionyesha tabia yake. Kwa hivi tunapoitwa wa Kristo, ni lazima tabia yetu ionekane kabisa. Matendo yetu yanashikana kwamba hakika sisi ni wa Kristo, kwa sababu jina la mtu ndio tabia yake. Sio lebo tu la kuita mtu, sio etiquette, ni tabia ya jinsi ulivyo hakika. Jiulize kwenye kata yako wanakuita nani? Mahali pako pa kazi watu wamekuongezea jina gani? Hilo ambalo wamekuongezea ni lile ambalo ndilo tabia yako ilivyo. Na ikiwa ni nzuri, hongera. Lakini ikiwa ni mbaya, basi tunamshukuru Mungu kwa sababu amekuonyesha hali yako jinsi watu wanakujua, na Mungu akuneemeshe Yesu Kristo kurudi. Tuzungumzie pia waliokombolewa, na tumeitwa sisi sote kutangaza Injili. Baada ya kuhisi kwamba si wenye dhambi kama Daudi, baada ya kufuzini na Bathsheba, alipojitambua, Mungu alipomsamehe akasema, basi mimi pia nitawafunza watu sheria yako. Kwenye Isaya 6, alipojikuta kwamba yeye ni mwenye dhambi, yuko katika uwepo wa Mungu, walipopisha kwenye kinywa yake akajikuta kwamba ametakaswa, na hapo akasema, mimi ni hapa, nitume Bwana. Kwa hivi kama hatujaanza kuhubiri, ina maana kwamba hatujaokoka.
hatujaokolewa, hatujakubali kuokoka. Kwa hiyo mojawapo ya ishara watu ambao wamekombolewa ni utayari wa kutangazia watu wengine habari njema kwa kila taifa, kila lugha na jamaa. Unafanyaje? Je, uko unawahubiri watu wanaokuzunguka kupitia matendo, watu wa kila lugha na jamaa? Isaya baada ya kusafishwa kwa kaa la moto alijikuta kwamba ni lazima ahubiri, amtangaze Yesu Kristo. Daudi baada ya kusamehewa kwenye Zaburi ya 51 akaomba msamaha na akasema nitawafunza hata watu kutii sheria yako. Yeye ambaye alikuwa mvunja sheria, wakati amesamehewa amekuwa tayari. Nawe pia tumekombolewa na Yesu Kristo, ametusafisha. Ni kwangu na kwako kushimama na kusema mimi ni hapa, nitume Bwana. Na unaanza hapa kwenye mitandao ya kijamii. Subscribe kwanza, subscribe kwenye channel hii na uadhimu ndani ya moyo wako kwa ukiwatumia wengine siku baada ya siku mahubiri haya. Sio tu kwenye mitandao ya kijamii, hata nyumba kwa nyumba, mahali pa kazi, shuleni. Nini kinaweza kuzuia usihubiri? Ni pengine hujaokoka, lakini kama umeokoka, kama Daudi alijua kwamba ameokoka, hatozini tena na akaendelea kuhubiri bila woga. Isaya alijua kwamba ametakasika na akaenda kuhubiri. Ikiwa bado ungaliki unaogopa kuhubiri, inamaanisha kwamba kuna kitu ambacho hakiendeki. Kwenye Ijumaa kujifunza zaidi, Zaburi za Daudi zinapitia safu za uzoefu kutoka katika kina cha dhamira chenye hatia na kujihukumu hadi imani ya kwenye vilele na kuzungumza na Mungu kulikoinuliwa sana. Taarifa za maisha yake zinatangaza kwamba dhambi inaweza kuleta tu aibu na huzuni. Fikiria baada ya yeye kudhini na mke wa Uria, alijikuta vibaya kabisa, akawa mtu wa huzuni. Lakini kwamba upendo na rehema za Mungu vyaweza kufikia kina cha chini sana, na kwamba imani ikauinua moyo unaotubu kushiriki kufanyika watoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi umefanya dhambi za aina gani, leo ikiwa utampokea Yesu kwa Bwana mkombozi wa maisha yako, yuko tayari kukustahilisha kabisa. Kati ya uhakika wote ambao neno lake limetupatia, huu ni mojawapo wa ushuhuda wenye nguvu kwa Mungu mwaminifu, Mungu mwenye haki na Mungu wa rehema atunzaye maagano. Anasema, nimefanya agano na mteule wangu, nimemuapia Daudi mtumishi wangu. Mkono wako ni mkono wenye uweza, mkono wako unao nguvu, mkono wako wa kuume umetukuka. Uaminifu wangu na fadhili zangu utakuwa nazo, na kwa jina langu pembe yake itatukuka. Nitaweka mkono wake juu ya bahari na mkono wake wa kuume juu ya mito. Yeye ataniita wewe baba yangu, Mungu wangu na mwamba wa wokovu wangu. Nami nitamjalia kuwa mzaliwa wangu wa kwanza, kuwa juu sana kuliko mfalme wa dunia. Hata milele nitamwekea fadhila zangu na agano langu litafanyika amini. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 119:3-28, na hapo unaweza kupata kwenye kitabu cha Dada White kinachoitwa Wazee na Manabii sehemu ya 2 ukurasa wa 418 na 419. Kwa kifupi tunaweza kufupisha dondoo hili la Dada White kwamba dhambi inaaibisha, dhambi inaua, dhambi inatesa, dhambi inakuathiri, dhambi inakuweka mbali na Mungu. Lakini unapojitambua na kurudi kwa Yesu, unapata amani na anakurudi. Sio tu anakusamehe, lakini pia anasahau dhambi zako zote. Hapo kuna maswali ya kujadili. Jamii ya wanadamu imeshindwa kabisa kuwa waaminifu kwa upande wetu wa agano la Mungu aliyofanya nasi. Daudi, mtu wa upendezayo moyo wa Mungu, licha ya makosa fulani makubwa, bado alitumiwa kwa namna yenye nguvu kutujulisha masharti ya wokovu wetu. Ni katika maana gani Daudi anakuwa kivuli cha Yesu ambaye alishika agano la Mungu kikamilifu kwa ajili yetu? Na kwa nini kile Yesu alichofanya kwa ajili yetu ni tumaini letu pekee? Swali lingine, ni vigumu gani katika Zaburi ambavyo ni vyenye manufaa au maana, hasa kwa kuwa vinaakisi aina ya uzoefu uliopitia wewe mwenyewe? Na kwa nini Zaburi zinarejelea hekalu mara kwa mara? Mpendwa, tunaweza kujifunza nini kutokana na Daudi kumpenda sana patakatifu? Hili linawezaje kutusaidia kuthamini kile tulicho nacho katika Yesu kama kuhani wetu mkuu wa mbinguni, ambaye yuko hata mkono wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea kulingana na Warumi 8:34? Kwa nini sisi hata kama ni watu waliokombolewa tunahitaji
uombezi wa Kristo huko mbinguni? Swali la mwisho ukiweka hapa kwenye comment, kutokana na nukuu hii ya dada White hapo juu ambayo tumeisoma, uzoefu wako mwenyewe umekuwaje kuhusu jinsi Mungu alivyoinua moyo unaotubu kushiriki kufanyika watoto wa Mungu baada ya aibu na huzuni ya dhambi? Basi ikiwa umeguswa na somo hili, na kusihi usubscribe na kuweka jibu lako kwenye comment, na usikose kushare somo hili na watu wengine, kuwasambazia. Utakuwa umefanya kitu kizuri. Pengine wewe ni mgeni kwenye channel yetu hii, ikiwa una haja ya somo la Sabato mchana, Jumapili, Jumatatu, ingia kwenye playlist yetu, utapata yale masomo. Sio, pengine unatufuata siku baada ya siku lakini hujasubscribe. Kwa nini leo usubscribe? Roho Mungu anakuita leo kusubscribe. Mungu akubariki. Asante Yesu Kristo kwa sababu unaendelea kuzungumza pamoja nasi hata kupitia Zaburi. Tunaona mpango wa wokovu humo. Asante Yesu Kristo kwa kutuonyesha kwamba watakaoenda mbinguni ni wale ambao wameacha uovu na wamekubali kuongozwa na wewe. Tufunze kuishi Ukristo, damu yako tutakase. Bariki mtazamaji na msikilizaji katika jina la Yesu Kristo. Amen. Karibuni kwenye somo la 9.